Wewe upendwaye na Bwana, embu tuangalie tena leo kuhusu ili somo la thamani ya faragha. Na leo naomba tujifunze kutoka kwa mama Msamaria. Mama Msamaria alikuwa ameenda kisimani akiwa peke yake. Bwana Yesu naye alikuwa peke yake, maana wanafunzi wake alikuwa amewatuma kwenda mjini kutafuta chakula. Katika faragha kati ya Bwana Yesu na mama Msamaria, kuna mambo makubwa mengi tu ambayo yalitokea katika mazungumzo yao. Ninaomba uende ukasome kitabu cha Yohana sura ya 4. Ni habari ndefu kuliko zote ambazo zimeandikwa ya encounter ya mtu na Bwana Yesu. Bwana Yesu akamwambia mama Msamaria ambaye alikuwa amekuja kuteka maji ya kwamba kama akimuomba yeye maji, yeye Bwana Yesu ataweza kumpa maji ya uzima ambayo yatamkata kiu yake. Hasa nikuulize, yule mama alikuwa na kiu gani? Bwana Yesu akaendelea kumwambia yule mama ambaye alikuwa anataka kujua zaidi, alikuwa curious kutaka kujua huyu ni nani ambaye anaweza kunipa mimi maji ya uzima ambayo yatakata kiu yangu yote. Bwana Yesu akamwambia habari zake yule mama, ambazo yule mama alikuwa anafikiri Bwana Yesu asijui. Bwana Yesu alipompa habari zake ya kwamba yule mwanamke ameshakuwa na wanaume 5 na hata huyu wa 6 sio mume wake, yule mama akasema hapana, huyu ni Masia wa Bwana. Akakimbia kwenda kuwapa wengine habari za Yesu. Lakini usiishie hapo. Kwenye hiyo faragha, Bwana Yesu akamwambia kitu ambacho Bwana Yesu alikuwa bado hajakifunua kwa watu wengine, alikifunua kwa mama Msamaria, kwa sababu mama Msamaria alimpa muda Yesu. Hakuwa na haraka ya kuondoka. Ingekuwa mimi labda ningesema okay, ngoja nichote maji yangu nikimbie, niende nikapike. Hapana, yule mama alimpa Bwana Yesu muda. Akamwambia Bwana Yesu akamfundisha sasa, akajifunua kwake kumwambia kwamba tangu sasa, yani toka wakati ule Bwana Yesu amekuja duniani kwamba wamwabudu Mungu hawatamwabudu tena kwa kutegemea mahali, kwamba lazima twende Yerusalemu, lazima twende katika mlima huu. Hapana, akamwambia wamwabudu Mungu, watamwabudu Mungu katika roho na kweli. Embu naomba ukatafakari. Je, yule mama asingekuwa na faragha na Yesu, Bwana Yesu angeweza kumwambia maneno yote hayo, especially kuhusu her own personal life, kuhusu wale wanaume ambao wamekisha kuishi nao katika dhambi? Ndiyo maana mimi na wewe tunatakiwa tuitafute faragha, maana yapo mambo Mungu anatamani sana kama tungepata faragha aweze kutujulisha.